الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nimekutana na kitabu cha moja katika al-Fudala. Anazungumzia mambo ambayo amejifunza katika maisha, na kakiita kitabu chake Ta'allamtu min al-Haya, nimejifunza katika maisha. Nikaona ya kwamba hichi kitabu ni kitabu ambacho ni chenye faida kubwa na manufaa makubwa kwa Muislamu. Kwa ajili hiyo nikaona ya kwamba kuna haja kubwa ya kukifanyia tarjama hichi kitabu, tarjama ya Kiswahili, ili faida iweze kuenea na ili faida iwafikie watu wengi, hasa wale ambao hawajui lugha ya Kiarabu au wanajua lakini wakisoma bado kuna mambo mengi ambayo yatakuwa yanawatatiza na itakuwa ni sababu ya kutokufahamu madhumuni ya kitabu na lengo la kitabu. Hichi kitabu mwandishi wake amekianza na utangulizi, kisha baada ya hapo akaanza kutaja jambo moja moja katika mambo ambayo amejifunza katika maisha. Kwa hiyo tutaanza na utangulizi, kisha baada ya hapo tutataja mambo mawili katika mambo ambayo Sheikh amejifunza katika maisha, na tutakuja kuendelea muda mwingine mpaka tutakapomaliza hichi kitabu insha Allah taala. Ameanza na utangulizi, anasema bismillahir rahmanir rahim. Muqaddima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. في الحياة تلاحظ جوانب جميلة لك أو لغيرك. katika maisha unaona mambo mazuri kwako au kwa mwingine. wa fi waqtin akhar, na muda mwingine tajri alayka ba'd al-masa'ib wal ahzan, na muda mwingine inakupitia kwako baadhi ya mitihani, baadhi ya misiba na huzuni. wa hadhihi hiya al-haya, na haya ndo maisha. Maana yake maisha yana mambo mazuri ambayo yanafurahisha kwako au kwa mwingine, na vile vile maisha yana misiba, yana huzuni. wa fi kulli yawmin, na kila siku, bali rubbama fil yawmi alwahid, bali huenda siku moja, tash'uru annaka ta'allamta ba'd ad-durus, unahisi ya kwamba wewe umejifunza baadhi ya durus. innal haya marhala limtihani sabrika, hakika maisha ni hatua ya kupima subira yako. Maisha ni hatua, ni sehemu
ya kupima subira yako, wa akhlaqika, na tabia zako, wa husni dhannika billah, na uzuri wa dhana yako kwa Allah tabaraka wa taala. Alhaya bikulli marahiliha, maisha kwa hatua zake zote. Min tufulatin, kuanzia utoto, wa murahaqa, na muda wa kubaleghe, wa shababin, na ujana, wa rujulatin, na wanaume, wa kuhulatin, na utu uzima. Fi tafasili tilka al-ayyam, katika mchanganuo wa hayo masiku. Mawaqif wa ahdath, kuna matukio ya aina mbalimbali. La budda min at-ta'ammul, hakuna budi ya kutafakari. Wan nadhar, na kuangalia. Waltiqati darsi, na kuokota darsa. Min kulli mawqifin, katika kila tukio. Huna natajawalu fi basatini alhaya, hapa kwenye hichi kitabu tunazunguka katika bustani ya maisha. Wa mahattati tariq, na tunazunguka katika vituo vya maisha. Kwa hiyo tutajifunza mambo mbalimbali katika hichi kitabu al-mubarak. Huna wa madatun, hapa kuna mwangaza. Wala mahatun, wa fawaidu, na kuna faida. Wa tanbihatun, na kuna tambihi. Wa inni ala yaqinin, na hakika mimi nipo kwenye yaqini. Bi annaka satara fi hadhihi alhuruf ma yufiduka fi hayatika, mimi na yaqini ya kwamba hakika wewe utaona katika hizi herufi ma yufiduka fi hayatika, kile ambacho kinakufaidisha katika maisha yako. Kwa hiyo huo ndo utangulizi wa mwandishi wa hichi kitabu al-mubarak hafidhahullahu ta'ala wa raa. Anasema ta'allamtu min al-haya, nimejifunza katika maisha laftul anzar au laftul uquli. Nimejifunza katika maisha kuvutia macho ya watu au kuvutia akili za watu. Fi hayatina najidu man yuhawilu lafta al-anzari min khilali taswiri ba'dhi yawmiyatihi abra mawaqi'i at-tawasul. Kwenye maisha yetu tunamkuta yule ambaye anajaribu kuvuta macho, anajaribu kuvuta macho ya watu min khilali taswiri ba'dhi yawmiyatihi, kupitia kupiga picha baadhi ya mambo yake ya kila siku. Abra mawaqi'i at-tawasul, kupitia mitandao ya kijamii. Fayusawwiru rihlatihi, anapiga picha safari zake, au mushtarayatihi, au yale mambo ambayo ananunua. Wa minhum man yusawwiru nafsahu, na wapo ambao anapiga picha nafsi yake. Au manzilahu, au anapiga picha nyumba yake, wa nahwa dhalika, na mfano wa hayo. Wa hadha huwa ghalibu nnasi, na hii ndo hali ya watu wengi. Kwa nini?
liannahum yufakkiruna fi lafti anzari almutabi'in, kwa sababu wao wanatafakari fi lafti anzari almutabi'in, wao wanatafakari katika kuvutia macho ya watazamaji, wao wanatafakari kuvutia macho ya watazamaji, liyahuzu ala i'jabihim, ili wapate i'jabihim, yani ili wapate kufurahiwa na watu, ili wapate kufurahiwa na watu, au shuhra ladaihim, au kupata mashuhuri kwao. Kwa hiyo kuna watu wa namna hii, kuna watu ambao anajaribu kuvutia macho ya watazamaji, macho ya wafuatiliaji, kwa kupiga picha baadhi ya mambo ambayo anayafanya ya kila siku. Anapiga picha na anasambaza zile picha katika mitandao ya kijamii. Utamkuta anapiga picha safari zake, au mambo ambayo amenunua sokoni, au amenunua baharini. Na wapo ambao utakuta anapiga picha nafsi yake, anajipiga mwenyewe, anajiposti, au anapiga nyumba yake amekaa pale nje, au anapiga gari lake, wanahwa dhalika, na mfano wa hayo. Lengo ni nini? Lengo ni kuwavutia wale watazamaji na kuwafurahisha wale watazamaji na kutaka mashuhuri kwao, na kuonyesha mambo ambayo mtu anayo katika mali, katika utajiri, katika majumba, katika watoto, katika wanawake, katika marafiki. Kwa hiyo anataka kuonyesha jamii kwamba yeye ana kadha wa kadha wa kadha. Wa haulai masakin, na hawa ni maskini. Lianna hadhihi litimamati tu'tabaru tafiha, hawa ni watu ambao ni masakini, hawa ni watu ambao ni masakini, yani ni watu ambao ni maskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuhangaika na mambo kama haya, kujali mambo kama haya, kushughulishwa na mambo kama haya, tu'tabaru tafihatan, kunahesabika ni mambo ya kijinga. Wa fil ghalibi, na mara nyingi, la yutabi'uhum illa 'ammatun nas, na mara nyingi hawafuatilii watu wa namna hii, mara nyingi hawafuatilii watu wa namna hii. Hakuna anayewafuatilia hawa isipokuwa 'ammatun nas, isipokuwa watu wa kawaida, alladhina yusharikunahum fi tilka tafaha, ambao wanashirikiana na hawa watu katika mambo ya namna hii. Kwa utakuta mtu ana wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii, na hawa wafuasi ni watu wa kawaida, watu wasiojielewa, ambao wanapenda kufuatilia mambo ya namna hii. Walakin hunaka fi'atun ukhra, lakini kuna kundi lingine, ala mustawa min ar-ruqi wal-ihtimam, lakini kuna kundi lingine lipo katika level ya juu ya maendeleo na kuhangaika na mambo ambayo yana faida. Tajidu annahum, utawakuta watu wa namna hii, yalfituna aqlaka ila dhalika at-tamayyuz al-ma'rifi alladhi ladayhim. Kuna kundi lingine ambalo lipo katika mustawa wa juu wa maendeleo na katika kuhangaika na mambo yenye faida. Utakuta watu wa namna hii wanaivutia akili yako kwenye at-tamayyuzi al-ma'rifi, kwenye kujipambanua kimaarifa, alladhi ladaihim, maarifa ambayo yapo kwao.
Kwa hiyo utakuta wanaivutia akili yako kupata maarifa ambayo yapo kwao. Wa ila tilka alkhibarat, na wanaigeuza akili yako, wanaivuta akili yako kwenye uzoefu waliokuwa nao, wal ma'lumat allati ladayhim, na vile vile ma'lumat, maarifa ambayo yapo kwao. Kwa hiyo kuna watu ambao wanashughulika na mambo ambayo yana faida kwenye jamii. Kuna watu ambao wanahangaika na mambo yenye faida kwenye jamii, wanahangaika na mambo ambayo yana faida kwa Waislamu, yana faida kwenye jamii, katika upande wa dini na katika upande wa dunia. Utakuta katika mitandao ya kijamii wanazivuta akili za watu wapate maarifa waliokuwa nayo na uzoefu waliokuwa nao na elimu waliokuwa nayo katika upande wa dini na katika upande wa dunia. Fahadha tabibun, utamkuta huyu ni daktari, anawapa watu faida katika upande wa udaktari. Wa hadha mustasharun, utamkuta huyu ni mshauri, anatoa faida katika upande wa ushauri mbalimbali. Wa thalithun shaykhun fadil, na watatu utakuta kuna sheikh ambaye ni mbora, mutamayizun biilmihi shar'i, amejipambanua na elimu yake ya kisheria. Kwa hiyo utakuta katika kuposti kwake anatoa faida za kielimu ambazo zina faida kwa Waislamu wa kawaida na kwa wanafunzi na kwa mashekhe na wasomi. Watilka muallima, na utamkuta mwingine ni mwalimu, ni mwalimu anatoa faida vile vile katika upande wa elimu yake. Yani mwalimu mwanamke anatoa faida katika upande wa elimu yake. Wa akharuna kuthur, na wengine wengi, ladaihim ma yamlau aqlaka bil ilmi wal hikma, na wengine wengi wanayo mambo mazuri, wanacho kizuri ambacho kinajaza akili yako elimu na hikima. Watashuru annaka hina ma tutabi'uhum tastafidu alkathira fi hayatika, na utahisi wewe unapowafuatilia, na unahisi wewe unapowafuatilia unafaidika mengi katika maisha yako. Bal innaka tataghayyar nafsiyan wa sulukiyan wa ma'rifiyan ma'a kulli taghrida au maqta'in yatahaddathuna fihi, bali wewe ukiwafuatilia utajikuta unabadilika katika upande wa nafsi na katika upande wa tabia na katika upande wa maarifa, ma'a kulli taghrida, na kila posti ambayo wanaiposti utakuta unapata faida kubwa. Unabadilika katika upande wa nafsi na katika upande wa tabia na katika upande wa maarifa. Au maqta'in yatahaddathuna fihi, na utakuta unafaidika katika kila kilipo ambayo wanazungumza ndani yake. Wa hadha an-naw'u huwa alladhi tahtajuhu al-umma, hii aina ndo aina ambayo umma unahitajia. Liannahum yamlikuna at-ta'thir al-ijabi, kwa sababu wao wanamiliki athari nzuri, alladhi yusaidu al-mujtama'a, athari nzuri ambayo inasaidia jamii, linuhudhi nahwa al-amam, inasaidia jamii kusonga mbele, fi kulli al-majalati, katika nyanja mbalimbali, katika nyanja zote. Kwa hiyo hili ndo kundi ambalo linahitajika kwenye jamii. Yani jamii inahitajia kundi la namna hii, kundi ambalo lina faida katika upande wa dini na katika upande wa dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah,
upia katika yale ambayo yanakunufaisha, na mtake msaada Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika mitandao ya kijamii tunatakiwa tuwe na watu wa namna hii. Tusiwe na watu ambao wanahangaika na kuposti kula yao, tembea yao, mizunguko yao, mambo ambayo hakuna faida katika jamii, hakuna faida kwa Waislamu, hakuna faida. Tunataka watu ambao wana faida katika umma wa Kiislamu. Tunataka watu ambao wana faida katika kuathiri jamii ya Kiislamu kusonga mbele katika nyanja zote za maisha yao. Wa amma mujtama'u tafaha, wa amma mujtama'u tafaha, ama jamii ambayo inahangaika na mambo ya kijinga, fala qimata lahu, hii haina thamani. Hii haina thamani. Sasa kuna thamani gani kupiga picha na kumposti mke wako? Yaani umemshikilia mke wako kwa nyuma au umekumbatiana, kuna faida gani? Kuna faida gani kuposti chakula chako? Kuna faida gani kuposti gari lako? Kuna faida gani kuposti umekaa mbele ya nyumba yako? Kwa hiyo jamii ya namna hii haina qima, haina thamani. Walam yasna ayya shay'in lilmujtama'i, na jamii ya namna hii haijafanya jambo lolote kwenye jamii illa mujarrata yaumiyatin, isipokuwa tu kueneza mambo ambayo yanafanyika kila siku, wa hakaya sadhija, na simulizi ambazo hazina faida na hazina maana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunajifunza katika maisha. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza katika maisha ni kwamba kuna watu ambao wanahangaika na kuvutia watizamaji, na kuna watu ambao wanahangaika na kufaidisha akili za Waislamu. Na watu ambao wanahangaika na kunufaisha akili za Waislamu, kufaidisha akili za Waislamu, hawa ndio ambao tunawahitajia katika jamii na faida yao ni kubwa. Ta'allamtu min alhaya, nimejifunza katika maisha. Nimejifunza nini? La tahrub min almuwajaha, usikimbie majukumu. Nimejifunza katika maisha usikimbie majukumu. Fi baadhi alahyan, baadhi ya nyakati, nakhtaru alhuruba min muwajahati su'ubati alhaya, baadhi ya nyakati tunachagua kukimbia na kukabiliana na changamoto za maisha, badala min an nabhatha 'anil hululi almunasibati laha, badala ya kutafuta ufumbuzi ambao ni mzuri. Wa huna amthila, na hapa kuna mifano. Na hapa kuna mifano. Mfano wa kwanza, ibnuka qad yu'ani min mushkilatin fil madrasa bisababi qaswati ahadi almuallimin. Mfano wa kwanza, mtoto wako anapata tabu. Mtoto wako anapata tabu madarasa kwa sababu ya ugumu wa moja katika walimu. Kwa sababu ya ugumu wa moja katika walimu. Falimadha tufakkiru fi naqlihi limadrasatin ukhra, kwa nini unatafakari kumhamishia shule nyingine? Ma'a anna alhalla qad yakunu fi munasahati almuallim, pamoja na kwamba ufumbuzi unaweza kawa ni kumnasihi huyu mwalimu. Inawezekana ufumbuzi ni kumnasihi huyu mwalimu. Sasa kwa nini unahangaika kumhamishia shule nyingine? Kwa hiyo hii changamoto ambayo imetokea hii shuleni, kabiliana nayo kwa kumnasihi huyu mwalimu badala ya kumhamishia mtoto shule nyingine. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanakimbia hii changamoto, anamhamisha mtoto shule nyingine, anamhamishia shule nyingine,
wakati ufumbuzi haikuwa ni kukimbia majukumu. Ufumbuzi haikuwa ni kukimbia hii changamoto, bali ufumbuzi ilikuwa ni kumnasihi huyu mwalimu na mtoto akaendelea kusoma na kufaidika. Au taghyirihi bitansiqi ma'a al-idara. Kwa hiyo baadhi ya watu akiona mtoto wake anapata taabu shuleni kwa sababu ya moja ya walimu, anafikiria kumhamishia mtoto shule nyingine, wakati pengine ufumbuzi ni kumnasihi huyu mwalimu. Au taghyirihi bitansiqi ma'a al-idara, au inawezekana ufumbuzi ni kumbadilisha huyu mwalimu kwa kuzungumza na idara ya shule, kwa kuwasiliana na idara ya shule. Kwa hiyo huu ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, indaka sayyaratun jamila. Allah tabaraka wa taala amekujalia una gari zuri, walakinaha tata'attalu kulla 3 ashhurin bi'a'talin yasira. Lakini tata'attalu kulla 3 ashhur, lakini hili gari linaharibika kila miezi mitatu, bi'a'talin yasira, kwa mambo madogo madogo, yani kwa changamoto ndogo ndogo. Wa ma'a dhalika, pamoja na hayo, fahiya tuaddi almatluba, hili gari linatekeleza majukumu. Pamoja na hivyo hili gari linatekeleza majukumu. Falimadha tufakkiru fi bai'iha bimablaghin yasir, kwa nini unatafakari kuliuza hili gari kwa hela ndogo? Watashtari sayyaratan jadida, na kununua gari mpya, rubbama biadhaafi dhalika almablag. Kwa nini unafikiria kuliuza hili gari kwa hela ndogo na kununua gari mpya huenda kwa hela kubwa? Waqad tastadinu lidhalika, huenda ukakopa kwa ajili ya hilo jambo. Sasa kwa nini usiendelee kunufaika na hili gari? Kwa nini usiendelee kunufaika na hili gari na wakati na changamoto kidogo, badala yake ukawa unafikiria kununua gari nyingine ambalo huenda ukaingia katika madeni kwa ajili hiyo? Kwa hiyo huo ni mfano wa pili. Mfano wa tatu, hinama takunu bainaka wa baina zawjatika khilafatun yasira, inapotokea baina yako na mke wako tofauti ndogo, bisababi baadhi tasarrufatika, kwa sababu ya baadhi ya mambo yako, kwa sababu ya baadhi ya matendo yako, kwa sababu ya baadhi ya makosa yako. Falimadha tahrubu min al-i'tiraf bil khata, kwa nini unakimbia kukiri kosa? Wattaghyir lil afdal, na kubadilika na kuwa na tabia nzuri. Watakhtaru at-talaqa alladhi sayadhurruka fil ghalib, na unachagua talaka ambayo itakudhuru mara nyingi. Wayadhurru auladaka, na itawadhuru watoto wako, wa zawjataka, na mke wako. Huu mfano ni mfano ambao ni mzuri sana, na ukiangalia kwenye maisha utakutana na hichi kitu. Wewe angalia katika maisha ya watu utakutana na hichi kitu. Kuna baadhi ya watu anatofautiana na mke wake tofauti ndogo kwa sababu ya tabia yake. Badala ya kukiri kosa na kumwomba mke wake msamaha na kumwomba Allah tabaraka wa taala msamaha na kubadilika na kuwa na tabia nzuri, badala ya kukiri kosa utakuta anamwacha mke wake. Wakati ufumbuzi hapa ilikuwa ni kukiri tu kosa na kuomba msamaha, lakini hakiri kosa na badala yake anamwacha mke wake. Anachagua talaka ambayo
itakuja kumdhuru yeye na kuwadhuru watoto na kumdhuru mke. Hii ni kwa upande wa mume. Na watu wa namna hii, yani wanaume wa namna hii, mwishoni wanakuja kujuta majuto makubwa ambayo hayatowasaidia. Utakuta mtu baadaye anajuta kutoa talaka, lakini talaka imeshatokea na mwanamke ameshaolewa sehemu nyingine, na alikuwa ni mke mzuri, ni mke mwenye faida, mwenye manufaa katika nyumba, lakini yeye hakujali, akang'ang'ania kuendelea na tabia yake na makosa yake, mwishoni akaharibu familia. Na katika upande wa wanawake vile vile, kuna wanawake anakimbia kukiri kosa, anakimbia kukiri kosa na kubadilika, badala yake anachagua kuachana na mume. Na inaweza katokea kweli akaachana naye, akaachana na mume, na talaka ikamdhuru yeye pamoja na mume pamoja na watoto, na baadaye utakuta anajuta majuto ambayo hayana manufaa. Hili jambo linatokea sana kwa wanaume na kwa wanawake. Kinachotakiwa kwa Muislamu, akikosea, akili kosa, naombe msamaha na abadilike, achane na yale mambo ambayo sio mazuri. Hili ndio jambo linalotakiwa kwa Muislamu, sasa akawa ni mwanaume au akawa ni mwanamke. Ama kukimbia kuomba msamaha na kukiri kosa na kuchagua njia nyingine, hili ni jambo ambalo lina madhara makubwa kama ambavyo tumeeleza. Mfano wa 4, baadhi nisa, baadhi ya wanawake, tahrubu min taghyiri aadatin sayyi'a indaha. Baadhi ya wanawake anakimbia kubadilisha ada mbaya ambayo ipo kwake, anakimbia kubadilisha ada mbaya ambayo ipo kwake. Mfano nini? Mithla kathratil khuruj min albayt, mfano kukithirisha kutoka nyumbani. Anakimbia kubadilisha hii ada. Watufakiru fi talaq, na anatafakari talaka, litatakhallasa min az-zawj alladhi yu'atibuha ala kathrati al-khuruj, ili achane na mume ambaye anamlaumu, anamsema kwa kukithirisha kutoka. Kwa hiyo badala ya kubadilisha hii ada na kutulia nyumbani kwake, na Allah tabaraka wa taala anasema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja al-jahiliyyati al-ula, badala ya kubadilisha hii ada na kuwa ni mtu ambaye anatulizana nyumbani kwake, anachagua talaka ili ajinasue na huyu mume ambaye anamlaumu kwa kukithirisha kutoka nyumbani. وقد كان الأولى أن تقبل بنصيحة زوجها، وقد كان الأولى، na ilikuwa ni bora kwake, an taqbala binasihati zawjiha, ilikuwa ni bora kwake, ni aula kwake kukubali nasaha za mume wake, au ahliha, au watu wake, watuhafidha ala usratiha ma'a taghyiri al'adati sayyi'a, na kuhifadhi familia yake pamoja na kubadilisha tabia mbaya. Hii ndio ilikuwa ni aula kwake, hii ilikuwa ni bora kwake. Lakini baadhi ya wanawake anachagua talaka, anaachana na mume na anaharibu nyumba yake, na baadaye utakuta anajuta katika safari ya maisha yake, wakati ilikuwa tiba ni ndogo, ni kukubali nasaha za mume au za familia au za marafiki na kulinda familia yake na kubadilisha tabia ambayo sio nzuri. Hii ndio ilikuwa ni tiba, lakini akachagua jambo ambalo ni baya, ambalo baadaye litamdhuru katika maisha yake. Na hili limewatokea wengi katika wanawake, na sallallahu salamata wal afia. Mfano wa 5, qad yujadu talibun yakrahu almudhakara liannaha صعبة وبالتالي يكره المدرسة أو الجامعة.
Anaweza akawepo mwanafunzi ambaye anachukia mudhakara kwa sababu ni mgumu, yani anachukia kurejea masomo kwa sababu hili jambo ni gumu, na kwa ajili hiyo anachukia madarasa au anachukia chuo. Waqad yafshalu iddata marratin, na anaweza akafeli mara kadhaa. Wala yabhathu anil hulul alhakima, na hatafuti ufumbuzi ambao ni mzuri. Fayuqarriru tarka dirasa, anachagua kuacha masomo. Fayafrahu ayyaman, atafurahi siku kadhaa kwa sababu ameachana na kitu ambacho hakipendi. Walakinahu sayandamu kathiran ba'da sanawatin, lakini atajuta mara nyingi sana, baada sanawatin, baada ya miaka. Yani baada ya miaka huyu mtu atakuja kujuta, huyu mwanafunzi atakuja kujuta. Atajuta wakati gani? Hina ma yara ashabahu, anapoona wanafunzi wenzake qad sabaru ala dirasa, wamesubiri katika jambo la kusoma, wamevumilia pamoja na kwamba kuna changamoto, kuna ugumu, lakini walivumilia. Wanajahu, na wamefaulu. Wafazu bilwadhaifil jamila, na wamefaulu, wamepata nyadhifa nzuri. Fama ashadda alama hinaha, maumivu yatakuwa ni makubwa kiasi gani wakati huo. Kwa hiyo ikitokea mwanafunzi ametokewa na jambo kama hili, anachukia kuhifadhi kwa sababu kuhifadhi kwake ni ngumu, anachukia kurejea masomo kwa sababu ni jambo ambalo ni gumu kwake yeye. Ikitokea kitu kama hichi kwa mwanafunzi, asikimbie majukumu, atafute ufumbuzi ambao ni mzuri na endelee na masomo. Kama atakimbia, atafurahi siku kadhaa, lakini atakuja kujuta sana baada ya miaka. Atakapoona kwamba wenzake walisubiri katika masomo na wamefaulu, wamepasi, wamepata nyazifa nzuri, wamepata kazi nzuri na wanaenjoy katika maisha yao, atakuja kujuta sana. Fama ashadda alama hinaha, wakati huo maumivu yatakuwa ni makubwa kweli. Ayuha alahibba, innal huruba min alhululi yukallifuna alkathira madiyan wa nafsiyan wa ijtimaiyan. Enyi ndugu zangu, hakika kukimbia ufumbuzi yukallifuna alkathir madiyan wa nafsiyan wa ijtimaiyan. Kukimbia ufumbuzi, hili jambo linatugharimu sana katika upande wa mali, na katika upande wa nafsi, na katika upande wa jamii. Wasawabu an nasbira ala humumi alhaya, jambo la sawa ni kusubiri katika changamoto za maisha, ma'al bahthi anil hulul almunasiba, pamoja na kutafuta ufumbuzi ambao unafaa. Hili ndio jambo la sawa. Jambo la sawa ni kusubiri katika changamoto za maisha, ma'al bahthi anil hulul almunasiba, pamoja na kutafuta ufumbuzi ambao unafaa. Kwa hiyo ukitokewa na changamoto yoyote katika maisha, subiri katika hiyo changamoto na tafuta ufumbuzi ambao unafaa. Usikimbie kukabiliana na changamoto za maisha. Huenda ukakimbia alafu kaja ukaingia katika sehemu ambayo ni mbaya zaidi, ukaja ukaingia katika hatari ambayo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo vumilia, subiri, tafuta ufumbuzi wenye manufaa, na mtegemee Allah tabaraka wa taala, mtake msaada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala atakusaidia na changamoto yako itaisha biidhnillahi taala, kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo leo tumetaja mambo mawili, tutakuja kuendelea na jambo la tatu
katika muda unaokuja insha Allah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.